Unaona mambo yanabadilika kwa sababu nakumbuka miaka nyuma sana, kama sikosei miaka hata 8 9 10 nimekuona ukifanya ukidirecting movie za kina Mzee Jengua kule, kina Magari. Leo hii nakuona unacheza kwenye tamthilia ya Musa Chunga hii ya Mara ya Mbwa. Imekuwaje sasa tangu kutoka kwenye uongozaji kuja kwenye kuigiza? Umeona ana faidi? Hapana, mimi tasnia nilianza nao ni ya uigizaji. Sawa. Baada ya kuwa muigizaji, kila sehemu nikienda jinsi wanavyoniona, watu kwa wananishauri, kwa nini sio direct wakati uko vizuri, unaigiza vizuri, mbona vizuri? Na nilikuwa location wanawasaidia ma director. Kwamba hivi na hivi na nikiwasaidia kweli wasema himo hiyo. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kwenye damu. Kudirect na kuigiza ulianza nini? Kuigiza. Kuna movie ambazo ziliwahi kutoka na ambazo umeigiza? Ipi na hivi? Zipo. Kuna movie jina nimelisahau, kuna movie ambayo nimecheza na Mr. Kevin wa kipindi kile Kaole, Dotinata, Bad Boy ambaye anacheza movie za action, pia Mzee Magari, ila jina lake nimesahau. Hiyo mwaka gani? Hiyo kwenye 2014 13 hii. Ni muda mrefu. Nimeshiriki na ile movie waliuza Steps. Unaona, kipindi kile Steps ndio wachukua movie. Kwa hiyo movie ambazo nimefanya na mastaa zipo nyingi tu. Imekuwaje sasa ukatoka kwenye kuigiza ukaja kwenye kuongoza movie? Kwa sasa mimi nimesimamia katika upande wa editor. Umeona, sasa hivi nipo katika editor, wana editing, ila katika udirector huwa namsaidia kiongozi wangu, director wangu mkubwa, huwa namsaidia pale anapokuwa na emergency. Mimi nataka hiyo ya kutoka kwenye kuigiza kuja kwenye sijui kudirect, kuja kwenye kuedit. Yaani ilikuwaje? Umetoka kwenye umeacha kuigiza kuja kwenye Nimeacha katika kuigiza kwa sababu unafika mahali watu wanahitaji msaada wako wewe kama director. Sawa? Hasa imekuwa kama vile, yani kama damu vile, kama vile vimefuata mkondo. Sasa si mbona kulikuwa na watu ambao wana direct na wanaigiza, kama kwa mfano JB huyo unomtaja, Mtitu, marehemu Kuambiana. Mbona unaweza kufanya hivyo? Wewe ilikuwaje ukaacha kabisa kule ukabaki tu kuongoza na kuedit? Kuigiza sijaacha. Niliacha kwa muda mfupi tu kama miezi 3 iliyopita, miezi 4 iliyopita, lakini sasa hivi nipo katika Mara ya Mbwa anaigiza kwa sababu director ameniona kwamba mimi mbona naweza kuigiza, mbona naweza kukava katika story zake. Umeona? Akanishawishi. Kutokana na kweli nilistopisha kuigiza, akanishawishi, basi sasa hivi katika kuigiza nimo kwenye editor kama kawaida napiga, director pia anamsaidia kiongozi wangu. Unacheza pati 3 hapo kwamba unaigiza, unaongoza, unahariri. Ipi ambayo unaona unafanya vizuri zaidi kwa wewe mwenyewe? Kiukweli kabisa. Kipi hapa unaona unafanya vizuri? Mimi naona ni vyote tunafanya vizuri. Sasa kuna kimoja kimezidi. Haiwezekani vyote. Aisee, kuigiza kitu ambacho nakipenda sana. Lakini unachokifanya vizuri ni kipi? Nachofanya vizuri katika kuedit. Maana ninavyoedit na watu kama Mara ya Mbwa inaangaliwa na watu wengi wananipongeza, wananitafuta, watu wengine wananitafuta, na baba mimi nipo kwenye kampuni nina mkataba. Kwa hiyo na maana watu wakupigia simu wanakuhitaji, na maana kitu ambacho unachokifanya ni kizuri. Umeona? Yaani ni hivyo. Vitu gani unavyoviedit pale ambapo unaona hivi vinafanya watu wanione mimi fundi kwenye kuhariri katika Mara ya Mbwa? Vitu gani? Vitu vingi tu, kama zile emotion zile, umeona kama zile zoom, mtu mnavomvuta, kwa kweli wanapenda. Unacheza sehemu ngumu sana kwenye Mara ya Mbwa. Hivi unafikiri yule mdogo wako akija kumwambia mkeo yale unayoyafanya kule itakuwaje? Kwa kweli atanitia chafya, kwa sababu ni mwanamke ambaye ananiangalia kwa macho mawili, kwa sababu mimi nimecheza mwe katika Mara ya Mbwa, nimecheza ni mwanaume yule ambaye napenda maslahi. Sawa? Na mimi kwa mke wangu, nilipo kwa mke wangu, sawa, mke wangu mimi ananitunza kusema kweli. Ila tu uyo tu wa nje. Lakini mnacheza kitu ambacho ni uhalisia, kwa sababu sasa hivi hawa wanaume ambao wanapenda kulelewa wapotele. Tofauti na kipindi hicho. Yaani unacheza ule uhalisia. Hii uone unaomboa na mwenzio? Hapana, siwezi kuomboa kwa sababu mimi nipo katika kazi. Huu ni kama character ambao nimepewa mimi. Lakini katika maisha yangu halisia siko hivyo. Mimi ni mwanaume mmoja chapa kazi, simtegemei mwanamke. Niko hivyo. Kwa nini nje ya sanaa wewe unajishughulisha na nini? Mimi nafanya biashara. Nafanya biashara ndogo ndogo za kusafirisha mikoani.
Kwa hiyo huwa najihangaisha. Sasa muda unaugawaje? Maanake huku kwenye sanaa, huku kwenye ujasiriamali. Aha, ujasiriamali kuna vijana ambao wapo. Ndio maana nimejikita hapa katika uigizaji, lakini bado nawasiliana nao. Na hii tamthilia ya Malaya Mbwa ambayo inaendelea hivi sasa, tuko kwenye sehemu ya 8 tunakwenda sehemu ya 9. Huku kuna kuwaje? Kwa sababu wewe tayari uko kwenye umeingia kwenye mapenzi ya wanawake wawili. Huyu ambaye anakupenda anaonekana kwamba anakupenda zaidi na yule mkeo. Huku mbele wanakwenda kukutana. Mimi ninachoweza kuambia watazamaji, msikose kuangalia Malaya Mbwa. Haya ambao anauliza maswali hapa, hiyo swali la mwisho utakuja utafuatilia sehemu ya 9 na series zingine zinazokuja huko mbele. Hili sio swali la mwisho sasa. Mimi bado naendelea. Kiuhalisia kabisa, yule mke wako nyumbani, nafikiri anaifuatilia Malaya Mbwa. Anaona namna ambavyo Doli anavyofanya vile, anaona yule mke wako wa bandia kule kwenye tamthilia anavyofanya. Hakuna chochote anachokuambia? Kiukweli mwanamke wangu pia ni mwigizaji. Nani? Ni mwigizaji. Siwezi kumtaja, ni siri, ni secret. Sio mke. Sio mke. Ni mke nafahamika. Sio mtaji. Hapana, siwezi kumtaja kwa sasa hivi, kwa sababu siwezi kumtaja kwa sasa hivi. Acha nimlinde kwanza. Ni mapema mno. Sawa, kumbe watazamaji wajue, mashabiki wangu wajue mwanamke yupo katika mahusiano gani. Siwezi kumtaja, ni mwigizaji na haya ambayo anayafanya nayaona. Umeona? Na mapenzi ambayo mimi nampatia mwenyewe anajua. Sijai kumchiti. Tupe tofauti ya tamthilia ya Malaya Mbwa na nyingine zote zilizocheza. Yaani Malaya Mbwa, I say hii ni bonge la kazi. Yaani mtu aliyoandaa Malaya Mbwa kaumiza akili. Casting zake alizozipanga, hizo wanavyocheza, tunavyoipokea, I say Malaya Mbwa ni bonge la kazi. Nimeona wachezaji wengi mle kwenye tamthilia ile, kama si wote ni chipkizi. Hii haileti ukakasi kuona kwamba kuna hata star. Unajua sasa hivi hata watazamaji mtaani wameshachoka wale mastaa. Sasa hivi watazamaji wanataka, mashabiki wanataka waone watu wapya wanaingia kwenye game. Hawataka kuona sura ni zile sura, wanakuwa wanachoka. Kwa hiyo wakiona sura ngeni wanaanza kumfuatilia huyu mtu. Umeona vitu kama hivyo hapo hivi. Wewe kama director ambaye umefanya kazi katika nini nyingi sana huko, hakuna chipkizi, hakuna ambaye anakupeni shida location huko katika tamthilia hii ya Malaya Mbwa? Maana nikiangalia zile sura ni ngeni kabisa. Ndugu mtangazaji, changamoto hizo zipo popote pale zipo. Siwezi kumtaja mtu jina, ila changamoto zipo. Kuna watu wasumbufu, yaani ni wasumbufu kabisa, yani pasua kichwa hivyo, lakini siwezi kumtaja, siwezi kuwataja hao watu. Zile romance, labda hili inaweza kuwa swali la kizushi kidogo, zile romance ambazo mnacheza mle na wale wasichana ambao wameigiza kama Malaya Mbwa, azikufanya wakati mwingine mawazo yako kama yakaenda kimapenzi kweli kweli? Hapana, zile romance kuna romance ya uigizaji na romance ya asilia. Zile tunazopiga zile, yani hizi lips zenyewe sidhani kama zinagusana. Shehe, sisi ni wasanii, hii ni industry mzee. Na sisi tunavifanya pale vitu, wewe uwezi yani haba mke wa mtu kacheza naye ukanyanya romance moja kwa moja, hapana. Vile vitu tunavifanya ni tunapiga intercut. Sawa? Mtu anakaribia naye hivyo, hujagusana naye lips, mtu anakata. Vitu kama hivyo hapo. Lakini wengi wanasema kwamba ni romance kweli. Hapana, sio romance. Biashara ya movie sasa naona imehamia sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwani ina impact sana? Baba, watu wanashiba. YouTube watu wanashiba baba. Yaani YouTube ndo kila kitu, ndio watu wengi wanaenda hivi msululu. Na mimi naamini hao masao watakuja. Wapo huko, sisi tunawasubiria huko. Kwa kumalizia tu Bwana Bright, nisikuchoshe sana. Neno la mwisho la kuambia mashabiki kuhusiana na tamthilia hii ya Malaya Mbwa. Mimi kikubwa cha kuambia kwamba wafuatilie Malaya Mbwa, waingie kwenye channel ya YouTube, waandike Musa Film, Musa Chunga Film, kumlazi Musa Chunga Film. Pia wasikose kusubscribe, kwa sababu ni kitu ambacho cha maana. Yaani atubonyeze ile alama kengele, atakuwa anapata kazi zetu tofauti kupitia katika hiyo YouTube ya Musa Chunga Film. Bwana mpenzi mtazamaji wa Maka TV, nilikuwa na Bright hapa.
Kwa wale ambao wanafuatilia tamthilia ya Mara ya Mbwa, nadhani watakuwa wanamfahamu. Ni mwanaume ambaye ana mke wake wa ndoa, lakini huko mtaani anahenyeshwa ama amezama kimapenzi kwa mwanadada Dori. Karibuni sana kliniki yetu ya meno Makutano. Tunatoa huduma za meno kama ifuatavyo: tunang'oa meno, meno bandia, kuziba meno, kusafisha meno, tunafanya operation ya kinywa. Tunapatikana Vikindu Madafu, Makutano Pub. Tunafungua kuanzia saa 11 alfajiri na tunafunga saa 4 kamili usiku. Mawasiliano zaidi ni haya hapa: 0740797598. Kwa afya bora ya meno yako, basi njoo haraka sana tukuhudumie. Nyote mnakaribishwa.